Mwana sisi hapo tunatazama pale alipokuwa mchungaji Marwa na sasa hivi yuko Pastor Gregor Daudi. Baba alishakuaga pale mchungaji na mambo makubwa sana yametokea wakati wetu. Tuendelea bado kusikiliza mambo mbalimbali kutokea kwa baba. Hii ni historia ya CAC. Japo kwa ufupi tu uweze kujua ni mambo gani ambayo yalitokea. Baba, wakati huu sasa makambi yameanza ya uamsho. Ni jambo gani alikumbuka lilikuwa linatokea kwenye haya makambi ya uamsho? Vijana walipokuwa wakija kwenye yale makambi wakati wa Dr. Mkama na wewe ukiwasaidia kazi, ni vitu gani vikumbuka kwenye yale makambi vilikuwa vinatokea? Mimi niliona kama vijana wanafundwa vizuri, yalikuwa kwa mafundisho ya kina. Yaani hakuna kulala, ilikuwa vijana wakikutana wanalishwa. Ndio. Ni mafundisho ya kina na nidhamu na kila kitu kilianza kufanyika kwa moto mkubwa sana. Na hii ilisaidia sana CAC. Na mimi kwa macho yangu yameona hayo yote. Ndio. Kulikuwa na hatua kubwa sana baada ya sisi huku wengine, mimi na mzee Mwateka. Sasa CAC akashika Mkama. Hapo ni kama moto ndio ukakoreza ukalipuka. Ndio. Kwa kweli vijana walifurahia na walikuwa wameisha jengeka sana kwa sababu ya yale mafundisho. Na wakati ule vijana walikuwa wanatokea kwenye mikoa mingapi? Au Tanzania nzima ilikuwa? Kambi la taifa maana yake Tanzania nzima. Mikoa yote. Ndio maana nilipokuja Mzumbe kwenye kanisa langu na wakati nilikuwa ndio najenga, nilikutana na watu wengi sana, maana ni kama unakutana na nchi nzima. Na wengi walikuwa wamenikumbuka kwa ajili ya hiyo pia. Aise, ukimsikiliza baba yetu Baba Ndaki kwa kweli mazungumzo yake yanatia sana moyo, lakini inaonyesha namna gani watu wamepita kwenye CAC na wamefanya kazi kubwa sana ya Mungu. Ikiwepo baba hapa, kazi kubwa sana ya Mungu imefanyika.